Ikiwa leo ni Disemba 25, siku ya Alhamis, nakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, robo ya 4 inayosema mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Somo ni 13, chagueni hivi leo. Mada ya leo inasema kumaliza vizuri. Soma maneno ya kuhitimisha ya kitabu cha Yoshua yaliyoandikwa na mwandishi aliyevuviwa, Yoshua 24:29 hadi 33. Ni kwa namna gani maneno haya hayalengi nyuma tu kwenye maisha ya Yoshua, bali pia mbele katika wakati ujao? Katika hitimisho linalotoa taarifa juu ya vifo vya Yoshua na Eleazari, kuhani mkuu anafikisha kitabu cha Yoshua kwenye mwisho wenye kutafakarisha. Kwa kusimulia pamoja kuzikwa kwa Yoshua, kuzikwa kwa Eleazari na kuzikwa kwa mifupa ya Yusufu, mwandishi anaonyesha tofauti kati ya maisha ya nje ya ile nchi na mwanzo wa maisha katika ile nchi. Hakuna haja ya kutangatanga tena. Mabaki ya kidunia ya viongozi si lazima yabebwe pamoja nao. Wazee walizika jamaa zao katika pango, Mwanzo 23:13 na 19, Mwanzo 25:9 na 10. Kwenye shamba lililonunuliwa huko Shekemu, Mwanzo 33:19. Sasa taifa linazika viongozi wake katika eneo la urithi wao wenyewe, hivyo kuwa na hisia ya kudumu. Ahadi walizopewa wahenga zimetimia. Uaminifu wa Yehova unajumuisha uzi wa kihistoria unaounganisha kizazi cha Israeli kwa sasa na siku zijazo. Ibara za kumalizia kitabu zinapounganisha masimulizi yote na hadithi kubwa zaidi ya wakati uliopita, pia hufungua njia kwa ajili ya wakati ujao. Aliyekuwa askofu mkuu Bwana George Carey, katika hotuba kuu iliyotolewa katika kanisa la Holy Trinity, yaani Utatu Mtakatifu, alitangaza kwamba kanisa la Anglikana lilikuwa limebakiza kizazi kimoja litoweke. Kwa kweli, daima kanisa limebakiza kizazi kimoja litoweke, na